Runinga ya KTN, Nairobi. Naam, tusalie katika siasa mtazamaji. Kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kinaendelea kushika kasi, huku wanasiasa wakiendelea kujipanga kwa mirengo mbalimbali ya kisiasa, huku naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akiendelea kushikilia nafasi yake. Baadhi ya viongozi pia wamejitokeza na kuonesha ari ya kuchukua nafasi yake kwenye uchaguzi ujao. Miongoni mwao ni gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru ambaye anahudumu muhula wake wa pili, na mbunge wa Ndia George Kariuki anayesema kuwa eneo la Mlima Kenya limekosa sauti ya kutetea mahitaji ya wakazi wake. Clement Masombo anaarifu zaidi. Eneo la Mlima Kenya limeishi kuwa na ushawishi mkubwa kwenye siasa za taifa, huku wengi wa wanaogombea kiti cha urais wakitegemea eneo hilo kupata uongozi wa kuingia kwenye ikulu. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Mlima Kenya wanahisi kuwa hawajapata uwakilishi wa kutosha serikalini na kusisitiza wanahitaji mwanasiasa mwenye ukomavu wa kuwasilisha matakwa yao. Nakiwa na strong family ama families, tutakuwa na a strong nation. Lazima ianzie pale, tukuwe na mama ako na nguvu, ndio familia ikuwe na nguvu na nchi ikuwe na nguvu. Na huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukikaribia, kumeibuka gumzo ya nani atakayepeperusha bendera ya eneo la kati ya nchi baada ya mkataba wa makubaliano kati ya chama cha ODM na chama cha UDA. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru na mbunge wa Ndia George Kariuki ni miongoni mwa viongozi waliojitokeza kutafuta nafasi ya mgombea mwenza wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kitu ya kwanza ndio mama akuwe na nguvu. Lazima nchi iwe na viongozi ambao wanaelewa uongozi. Lazima nchi iwe iko na viongozi wanaelewa vile watakuwa na policies zenye zitakuwa zinasaidia akina mama kujiinua. Hata hivyo, wachanganuzi wa siasa wanasema kuwa swali kuu sasa ni iwapo eneo la Mlima Kenya litapata nafasi yake halali kutokana na ushawishi wake na idadi kubwa ya wapiga kura. By the end of the day, if you don't bring that, the numbers, even at the national table where you're saying you are the deputy president, you are not taken serious. That's why you'll hear, allegations that, some duties have been, laid off. They have been given to someone else who seems to, have presence, have numbers. It happens a lot because there's always that pressure. Someone who feels they are giving more to this government will always push for, that position, that number 2 position. Kulingana na George Kariuki, wakazi wa eneo la Mlima Kenya wanafaa kubadilisha mtindo wa kupiga kura kwa msingi wa chama cha siasa na kuangazia viongozi wanaoangazia maslahi yao kikamilifu. Kama ni mambo ya uongozi, wako na opportunity hapo ya uongozi. Kama ni mambo ya uchumi, wako hapo ndani mambo ya uchumi wakiwa na nguvu hapo. Na hiyo inahitaji viongozi wenye wanaelewa hiyo mambo. Sio siasa tu, kwa sababu siasa kila mtu anaweza piga siasa. I remember it's not just being a deputy president. By the end of the day, it's politics. And what happens is that in politics, numbers is what matters. And numbers of votes, numbers of people rallying behind you, the numbers of MPs, trying to talk for you. And for me, I believe that is what Kindiki is lacking, because the only person who has been vocal, to safeguard Kindiki has been Roko. Clement Masombo, KTN. Naam, tuelekee kaunti ya Machakos. Gavana wa Machakos